BMP TV Professional Update. Uwaligani ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, unaendelea kufuatilia matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka BMP TV Online. Msomaji wako sisi Mr. Orange. Tafadhali subscribe, like pia na kucomment ili uwe wa kwanza kila wakati kupata update zetu za moto. Na leo tunakuletea habari kemkem kutoka kuta 4 za dunia, na moja kwa moja ikiwa ni uko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muktasari wa habari. Mafuriko makubwa ya huwa watu Kinshasa. Mazungumzo ya amani na waasi wa M23 ya karibia. Marekani yataka kuwekeza katika madini ya DRC. Njaa inazidi kuongezeka mashariki mwa Kongo. Mabadiliko katika uongozi wa jeshi. Mzozo wa mashariki. Hatua za kiusalama. Hali ya kisiasa. Migogoro ya kibinadamu. Mlipuko wa ugonjwa usiojulikana. Madai ya uhalifu wa kibinadamu. Mabadiliko katika mfumo wa kikatiba. Uachiliwaji wa kiongozi wa upinzani. Endelea kufuatilia matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka BMP TV Online ili uweze kwenda na kufurahi kila wakati, ikikuletea matangazo kemkem kutoka kuta 4 za dunia, na moja wapo ikiwa ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni BMP TV Online, tuko pia TikTok. Tembelea page zetu, pia jaribu kutufollow, pia subscribe, like pia na kucomment kwa kule YouTube. Utakuwa wa kwanza kila wakati kupata habari zetu za moto. Habari kamili. Mafuriko makubwa ya watu wengi Kinshasa tarehe 6 Aprili 2025. Mvua kubwa zilizonyesha bila kikomo katika jiji la Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zimesababisha mafuriko mabaya yaliyogharimu maisha ya takribani watu 30. Maeneo mengi ya jiji yameharibika kwa viwango vikubwa, huku miundombinu kama barabara, shule, nyumba za makazi zikiharibiwa vibaya. Mamia familia zimeachwa bila makazi, na juhudi za uokoaji zinaendelea kufanywa na mamlaka za serikali kwa kushirikiana na mashirika ya misaada. Wataalamu wa hali ya hewa wameonyesha kuwa mvua hizi na masika huenda zikaendelea kwa wiki kadhaa zijazo, na kutoa wito kwa wananchi wa maeneo ya mabondeni kuhamia sehemu salama. Mazungumzo ya amani na waasi wa M23 ya karibia. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatarajia kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na waasi wa M23 tarehe 9 Aprili 2025. Hili litakuwa ni tukio la kihistoria, kwani ni mara ya kwanza kwa pande hizi mbili kukutana ana kwa ana tangu kuanza kwa mapigano mapya mwaka jana. Kundi la waasi wa M23 linadaiwa kuungwa mkono na serikali ya Rwanda. Madai hayo Kigali imeendelea kuyakanusha. Mapigano kati ya jeshi la serikali na waasi hawa yamesababisha maelfu ya wananchi kukimbia makazi yao. Jumuiya ya Afrika, Umoja wa Mataifa na baadhi ya nchi jirani zimetoa pongezi kwa hatua hii ya mazungumzo. Marekani yataka kuweka madini katika DRC. Marekani imeonyesha nia ya kuweka mabilioni ya dola katika sekta ya madini ya DRC. Sekta hii ina madini adimu kama cobalt, shaba, dhahabu na almasi. Marekani inalenga kushirikiana na serikali ya DRC katika uchimbaji endelevu, huku ikihimiza utawala bora. Hatua hii inakuja kama sehemu ya mikakati ya kiuchumi na kimataifa ya kupunguza utegemezi kwa madini kutoka mataifa yenye ushawishi mkubwa kama China. Njaa inazidi kuongezeka mashariki mwa Kongo. Mashirika ya misaada yameripoti kuwa mamilioni ya watoto wanakabiliwa na njaa kali kutokana na mapigano.
na ukosefu wa huduma za msingi, huduma za afya, maji safi na lishe kwa watoto wachanga zimeathiriwa kwa kiwango kikubwa. Shirika la Save the Children limeonya kuwa bila msaada wa haraka kwa kimataifa, hali inaweza kuwa janga kubwa la kibinadamu. Mabadiliko katika uongozi wa jeshi. Mnamo Disemba 2024, Rais Felix Tshisekedi alifanya mabadiliko makubwa katika uongozi wa kijeshi, akimfuta kazi mkuu wa majeshi Luteni Jenerali Christian Chiwewe Songesha na kumteua Luteni Jenerali Julius Mbaza Mwilambwe kuchukua nafasi yake. Mabadiliko haya pia yalihusisha kubadilishwa kwa wakuu wa idara za kijeshi na makamanda wa maeneo, hasa katika maeneo ya mashariki yanayokumbwa na migogoro. Mzozo wa mashariki mwa DRC. Kumekuwa na mapigano makali kati ya jeshi la serikali na makundi ya waasi ikiwemo M23 inayodaiwa kupata msaada kutoka Rwanda, ingawa Rwanda inakanusha tuhuma hizi. Mapigano haya yamesababisha maelfu ya raia kukimbia makazi yao na kuleta mgogoro mkubwa wa kibinadamu. Hatua za kiusalama. Katika kukabiliana na changamoto za kiusalama, Rais Tshisekedi alifanya mabadiliko katika uongozi wa kijeshi, akimfuta kazi mkuu wa majeshi Luteni Jenerali Christian Chiwewe Songesha na kumteua Luteni Jenerali Julius Mbaza Mwilambwe kuchukua nafasi yake. Mabadiliko haya yalilenga kuimarisha juhudi za kijeshi katika kukabiliana na waasi katika maeneo ya mashariki. Hali ya kisiasa. Rais Tshisekedi alitangaza mpango wa kuunda serikali ya umoja wa kitaifa ili kukabiliana na changamoto za kiusalama, hasa katika maeneo ya mashariki yanayokumbwa na uasi wa waasi wa M23. Hatua hii ililenga kuleta mshikamano wa kisiasa na kijeshi katika kukabiliana na tishio la waasi na kurejesha utulivu katika eneo hilo. Migogoro ya kibinadamu. Mapigano yanayoendelea mashariki mwa DRC yamesababisha maelfu ya watu kukimbia makazi yao na kuunda mgogoro mkubwa wa kibinadamu. Hali hii inahitaji msaada wa haraka kutoka kwa jumuiya ya kimataifa ili kutoa huduma za msingi kwa wahanga. Mlipuko wa ugonjwa usiojulikana. Mnamo Januari 2025, mlipuko wa ugonjwa usiojulikana uliripotiwa katika kaskazini magharibi mwa DRC, ukisababisha vifo vya zaidi ya watu 50. Shirika la Afya Duniani WHO lilithibitisha visa 419 vya ugonjwa huo, huku vifo 53 vikithibitishwa. Ugonjwa huu ulianza baada ya watoto watatu kula popo na kuonyesha dalili za homa ya kuvuja damu na kisha kuenea katika jamii. Madai ya uhalifu wa kibinadamu. Mashirika ya haki za binadamu yameitaka serikali ya DRC kuchunguza madai ya uhalifu wa kibinadamu dhidi ya viongozi wa kijeshi na polisi kufuatia tukio la Agosti 2023 ambapo walioshiriki maandamano dhidi ya ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa MONUSCO waliuawa. Waziri wa sheria wa DRC Constant Mutamba alizungumzia utekelezaji wa adhabu ya kifo katika muktadha huu. Mabadiliko katika mfumo wa kikatiba. Mnamo Oktoba 2024, Rais Tshisekedi alitangaza mpango wa kuanzisha tume ya kuchukua marekebisho ya katiba, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa kuondoa mipango ya mihula ya uraisi, hatua ambayo ilikosolewa na wapinzani kama juhudi za kuongeza muda wa utawala wake. Uachiliwaji wa kiongozi wa upinzani.
Mnamo Februari 2025, Jean-Marc Kabundi, kiongozi wa upinzani na mshirika wa zamani wa Rais Tshisekedi, aliachiliwa kutoka gerezani baada ya kutumikia kifungo cha miaka 3. Uachiliwaji wake ulitafsiriwa kama ishara ya kutafuta mshikamano wa kisiasa katika kipindi cha changamoto za kiusalama. Hitimisho. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko katika kipindi nyeti sana, ikikabiliwa na changamoto za mafuriko, migogoro ya kijeshi, njaa na changamoto za kiuchumi. Hata hivyo, juhudi za kidiplomasia na msaada wa kimataifa vinaonyesha dalili za matumaini. Umoja wa kitaifa na mshikamano wa kimataifa ni muhimu ili kuhakikisha DRC inapata amani, ustawi wa maendeleo ya kiudumu. Endelea kufurahia update zote zinazotoka BMP TV Online, pia subscribe, like, pia na kucomment kwa kile ambacho utakuwa na guswa nacho. Na msomaji wako alikuwa ni mimi Thursday Mr. Orange. BMP TV Online ni yetu sote. BMP TV Professional Update.